Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika Sauti ya Hadithi, Kiswahili cha Simulia. Ni mimi msimuliaji wako David Michael Wimbi. Leo ninakusimulia hadithi inayokwenda kwa jina Machaku na Njiwa. Hapo zamani za kale kulikuwapo kijana mmoja aliyeitwa Machaku. Machaku alikuwa kijana mwenye nguvu, mcheshi na mwenye huruma sana. Aliwapenda wanyama na ndege pia. Mara nyingi alikwenda msituni kuwatazama wanyama na ndege. Alipohitaji kitoweo, aliwinda wanyama wadogo kama sungura, swala na digidigi. Siku moja Machaku alitoka nyumbani kwao asubuhi na mapema kwenda kuwinda. Alichukua upinde na podo la mshale, kisha akaongoza njia na kwenda msituni. Machaku alitembea kwa kuruka njia nzima. Alikuwa na shauku ya kufika msituni mapema ili awahi wanyama wakiwa bado wamelala. Pia alitaka wakamate watoto wa swala ili awafuge pamoja na mbuzi wake. Alikwisha faulu kufuga kanga kwa kutafuta mayai ya kanga na kuwawekea kuku wake wayatamie. Hatimaye wale kuku walitotoa vifaranga vya kanga. Kwa njia hii Machaku alipata kanga wengi sana. Kabla Machaku hajafika msituni, alishtuliwa na sauti ya kitu karibu na kichaka. Machaku alichukua mshale na kuuweka kwenye upinde. Alikuwa tayari kushambulia kama angekabiliwa. Alitazama huku na huko na mara akamuona njiwa mkubwa juu ya tawi la mti uliokauka. Machaku aliinua macho akamtazama yule njiwa kwa furaha isiyo kifani. Machaku aliruka akamkamata njiwa. Ghafla akasikia njiwa akisema, "Tafadhali usiniue. Ukiniachilia nitakupa zawadi kubwa na utakuwa tajiri maisha yako yote." Baadaye kidogo njiwa akasema, "Naomba unisikilize kwa makini wewe binadamu. Kwanza nitakueleza mambo mawili muhimu. Ukiyaelewa nitakueleza jambo la tatu kabla sijakupa zawadi yako." Machaku alifurahi sana. Alicheka kwa sauti huku akisema, "Nieleze, nieleze." Basi yule njiwa akasema, "Jambo la kwanza ninalotaka kukueleza ni kuwa kila siku ufikiri kabla ya kutenda." Machaku akatabasamu kisha akasema, "Naam, nimekusikia njiwa. Sasa niambie haraka jambo la pili." Njiwa alitazama huku na huko kisha akasema, "Usiwe na haraka binadamu. Haraka haraka haina baraka. Sasa nisikilize vizuri. Jambo la pili ninalotaka kukueleza ni kwamba usililie kitu usichokuwa nacho." Machaku alifurahi zaidi. Alijua kuwa alikuwa anakaribia kupata zawadi aliyoahidiwa. Alimuinua yule njiwa mbele ya macho yake kisha akasema, "Tafadhali nieleze jambo la tatu." Njiwa alimtazama Machaku kisha akamuuliza, "Mbona unataka nikueleze jambo la tatu wakati hujaelewa mambo mawili niliyokueleza mwanzoni?" Machaku hakuweza kusubiri. Akia kwa haraka akasema, "Unataka kuvunja ahadi yako? Mimi ninayakumbuka vema mambo yote uliyonieleza. Kwanza, ulisema nifikiri kabla ya kutenda. Pili, sema nisikililie kitu nisichokuwa nacho. Sasa nieleze jambo la tatu kisha unipe zawadi uliyoniahidi." Njiwa alicheka akasema, "Barabara. Sasa ngoja nikueleze la tatu. Kama kweli unataka utajiri, niruke nikatue kwenye lile tawi. Nikifika pale, nitakueleza jambo la tatu na kukupa zawadi yako." Machaku alimwachilia yule njiwa. Njiwa aliruka hadi kwenye tawi la mti. Alipotua alijirusharusha na kujisawazisha. Alimtazama Machaku kisha akaimba, "Mwanadamu we, kila siku unajifanya mjanja. Kila mambo wazi, umeshindwa kuelewa. Umefanya mambo bila kufikiri." Machaku aliposikia wimbo huo alishtuka. Alitambua kuwa amekosea kitu fulani. Alimwachilia njiwa bila kufikiri. Punde njiwa akamuuliza, "Je, unakumbuka jambo la kwanza nililokueleza?" Machaku hakuwa na la kusema. Alicheka tu.
Ndipo njiwa akarukaruka kwa madaha pale kwenye tawi la mti na kusema, sasa sikiliza jambo la tatu ninalotaka kukueleza. Ndani ya tumbo langu kuna dhahabu kubwa kuliko kichwa chako. Aliruka akatua juu ya tawi la juu zaidi. Machaku akasema, haya njiwa, shuka basi ili nichukue hiyo dhahabu. Bila shaka nitakuwa tajiri kama ulivyoniahidi. Njiwa hakuteremka mtini. Alijipigapiga mabawa yake kisha akasema, wewe binadamu ni mtu wa ajabu sana. Mara hii umesahau kabisa jambo la pili nililokueleza. Unalikumbuka au umelisahau? Machaku aliwaza kisha akasema, nalikumbuka sana. Uliniambia nisitamani kitu nisichoweza kukipata. Njiwa akadakiza, sasa mbona unalilia nikupe dhahabu yangu? Kwanza hebu fikiri binadamu, mimi ni ndege mdogo sana. Ninawezaje niwe na dhahabu kubwa kuliko kichwa chako tumboni mwangu? Machaku aliwaza akajiona mjinga. Mwisho akasema, lo, kweli njiwa umeniweza leo. Kumbe ulikuwa unanisumbua tu. Basi nenda zako, sasa nami narudi nyumbani. Mara njiwa akadakiza na kumfuata Machaku. Tumeshakuwa marafiki wakubwa sasa. Napenda kwenda kuishi na wewe huko kwako. Machaku alirudi nyumbani kwa masikitiko makubwa. Alikuwa amechukizwa na mazungumzo ya njiwa. Aliamua kwenda kuwinda siku nyingine. Alimchukua njiwa na kwenda naye nyumbani kwake. Kuanzia siku ile, njiwa hufugwa na binadamu. Nimefurahi sana na asante sana kwa kunisikiliza. Napenda uweze kuniambia kwenye comment section pale kuwa unasikiliza kutokea wapi. Ni kipi umekumbuka sana, kwa sababu hii ni hadithi ya zamani. Na ni hadithi gani ya zamani ambayo unatamani niweze kukusimulia? Tena nakukumbusha usisahau kusubscribe, comment, kulike na kushare, kwa sababu simulizi nzuri inakuja. Ni wako David Michael Wimbi, na kupenda. Mungu akubariki. Asante.